Vyama vya siasa nchini Tanzania vimeitaka jeshi la polisi, viongozi wa nchi na wadau wengine mbalimbali wanaohusika katika uongozi wa nchi hii kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wa vyama vya siasa nchini Tanzania vimepokea taarifa ya jeshi la polisi kama masahihisho ya makosa yaliyofanyika katika zuio la mikutano ya hadhara, jambo ambalo amesema kuwa ni kinyume cha katiba na sheria za nchi, huku wakihimiza utaratibu kuheshimiwa. Kauli hizo za vyama vya siasa zinakuja siku moja baada ya jeshi la polisi nchini Tanzania kueleza kuwa limefungua milango ya kupokea taarifa na nia ya kuweza kufanya mikutano ya hadhara kutoka kwa vyama vya siasa na wadau wengine kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Uamuzi huo unakuja ikiwa ni mwezi mmoja baada ya serikali kupitia kwa waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi kutangaza kusitisha kwa muda mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, akieleza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha usalama wa wananchi. Katika taarifa yake ya Julai 29 mwaka 2026, jeshi la polisi limesema kuwa kipindi ambacho kulikuwa na taarifa za mipango ya vitendo vya kihalifu, ilikuwa ikipokea taarifa kutoka kwa vyama mbalimbali vya siasa na baadhi ya wabunge kuhusu nia ya kuweza kufanya mikutano katika maeneo yao. Lakini Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wao wameweza kuzungumza kwamba watakiamsha tena. Akizungumzia taarifa hiyo ya jeshi la polisi, katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika amesema kuwa utaratibu au vielekezi vyama vya siasa kuomba kufanya mikutano ya hadhara, bali kutoa taarifa kwa jeshi la polisi na kuendelea na utaratibu wa mikutano husika. Amesema kuwa uamuzi wa jeshi la polisi umedhihirisha kwamba zuio la mikutano ya hadhara ni batili na haramu, kwa sababu alikuwa kwa mujibu wa katiba wala sheria, kwani waziri wa mambo ya ndani hana mamlaka ya kuzuia mkutano wa hadhara. Nikinukuu hapa kile ambacho ameweza kukisema katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hapa tukizungumzia John Mnyika, amesema kuwa sheria ya vyama vya siasa na sheria ya jeshi la polisi zimetaja kwamba utaratibu wa mikutano ya hadhara unasimamiwa na makamanda wa polisi wa wilaya, yaani OCD. Kwa hiyo wao kwa kila eneo ndio wanapaswa kuwa na uamuzi, na hakuna uamuzi wa moja kwa moja wa kitaifa. Uamuzi ni wilaya kwa wilaya. Hiki ambacho polisi wamekisema kwa siku ya jana, kimsingi wamefuta kauli ya awali ambayo waliitoa wao, ambayo ilikuwa ni kinyume cha katiba, kinyume cha sheria, na wanasema kwamba iwapo kauli yao imefuta kauli ya waziri ambayo nayo ilitolewa kinyume cha katiba, amesema John Mnyika. Kiongozi huyo wa Chadema amesema kuwa kwenye kamati kuu ya Chadema walifanya uamuzi wa kuendelea na mikutano na wapo kwenye utaratibu wa kupanga ratiba ya mikutano ya hadhara, mikutano ya ndani na makongamano yatakayoendelea. Nikinukuu hapa alichoweza kukisema Mnyika, amesema kuwa tulikamilisha na tutatangaza ratiba ya mikutano yetu. Kwa hiyo kama wao wametangaza siku ya juzi, sisi tulikuwa tumehimiza au tumeazimia kuendelea na mikutano yetu, kwa kuwa matamko yaliyotolewa yalikuwa ni kinyume cha katiba na sheria za nchi. Kwa sasa tumeweka mkazo kwenye maandalizi ya baraza kuu la chama. Utakuwa ni mkutano mkubwa sana na tunauandaa Septemba 15 ambayo itakuwa ni siku ya demokrasia duniani. Tunatoa wito kwa wanachama na wananchi na wanachama wa Chadema kuendelea kuchangia baraza kuu la chama, amesema hivyo John Mnyika. Lakini pia makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Bara, hapa tukimwongelea Isiaka Mchinjita, amesema kwamba wameipokea taarifa ya jeshi la polisi kama masahihisho ya makosa ambayo yalifanyika kuzuia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Mchinjita amesema kuwa hakukuwa na sababu zozote
za kisheria za kuzuia mikutano ya hadhara kwa sababu ni haki ya kikatiba na kisheria na ulinzi wake hauondolewi kwa tamko la waziri lisilo la msingi. Pia amesema kuwa sheria inataka taarifa ya mikutano ya hadhara itolewe ngazi ya wilaya, yenyewe ndiyo yenye tathmini ya hali ya usalama. Hivyo amesema kwamba sio sawa kwa OCD wa Ilala akafanya uamuzi sawa na OCD wa Mbozi. Sisi tumeipokea taarifa hiyo na tutaendelea kuitumia haki yetu. Bado tunajenga hoja kwamba si sawa kwa vyombo vya ulinzi na usalama kubadilisha mambo ambayo ni halali kwa mujibu wa sheria bila kupitia misingi ya kisheria. Nikiendelea kumnukuu hapa, Mchinjita amesema kwamba hiyo ina maana kubwa sana kwenye kutafuta muktadha wa kuhakikisha kwamba demokrasia na utawala wa sheria unazingatiwa wakati wa kuweza kufanya uamuzi wa masuala mbalimbali. Amesema hivyo Mchinjita. Lakini mchambuzi wa siasa Crispin Jangala amesema kwamba mikutano ya hadhara ni haki ya misingi ya vyama vya siasa na wadau wengine, hivyo uamuzi wowote wa kuzuia kwa kisingizio cha tishio la uvunjifu wa amani ni ukiukwaji wa katiba na sheria hapa nchini Tanzania. Amesema kuwa utawala wa sheria unafanya kazi wakati wote na kila chombo kitimize wajibu wake hata kama kuna hayo yanayoitwa matishio, ili yasizuie haki za makundi mengine kama ilivyokuwa kwenye zuio la mikutano ya hadhara. Kuwepo kwa matishio ya usalama hakumaanishi haki za watu wengine zivunjwe, bali jeshi la polisi litimize wajibu wake wa misingi wa kulinda raia na mali zao bila kuathiri haki za vyama vya siasa na kufanya mikutano ya hadhara. Alisema hivyo Jangala. Jangala pia ameweza kuonya kwamba siasa zinapoingizwa kwenye masuala nyeti kama usalama wa nchi, athari zake ni kubwa na zinaweza kuhatarisha umoja wa kitaifa na hata kutishia uhusiano wa mataifa mengine. Hapo ndipo tunapotamatisha taarifa hii ambayo tunakusogezea kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kuhusiana na hivi vyama vya siasa ambavyo vimeitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuweza kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho kutokana na hiki ambacho kimeweza kusemwa kuhusiana na ambapo vyama vya siasa vimetaka kwamba jeshi la polisi, viongozi wa serikali waweze kufuata taratibu, kanuni na sheria zilizowekwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuachie maoni yako mtazamaji na mfuatiliaji wetu uweze kutuambia ni kipi ambacho umeweza kuwa nacho kutokana na mambo haya. Tukusane wakati mwingine na wasaa mwingine kwenda kujuzana taarifa mbalimbali kuhusiana na kile kinachojiri katika taifa letu la Tanzania.